Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na wakati huu tunaelekea huko katika nchi za Umoja wa Ulaya ambapo waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson amesema kwamba nchi za Ulaya hazipaswi kudanganyika kwamba kuna nguzo mbadala ya NATO na kwamba wanapaswa kushikamana na Marekani katika mapambano wakati wote. Katika makala katika gazeti la Daily Mail siku ya Ijumaa, amesema kuwa nchi za Ulaya zinapaswa kutenga fedha zaidi kwa ajili ya ulinzi. Hata hivyo, gazeti la Atlantic limeripoti wiki hii likinukuu mazungumzo katika programu ya ujumbe iliyosimbwa kwa njia fiche kwamba makamu wa rais JD Vance alisema anachukua kuokoa tena nchi za Ulaya kwa kuzindua hatua ya kijeshi dhidi ya waasi wa Kihouthi ili kulinda biashara ya Ulaya. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth pia ameripotiwa kukashifu upakiaji wa bure wa nchi za Ulaya kupeleka Marekani na bila kutozwa malipo yoyote, na hivyo kushika 25% ya ushuru ni jambo jema kwa nchi ya Marekani. Katika makala yake, Johnson amesema kuwa bajeti ya ulinzi wa Marekani ni mwisho mzito wa dola trilioni kwa mwaka, zaidi ya mara 12 ya bajeti ya ulinzi ya Uingereza, ingawa idadi ya watu wa Marekani ni kubwa mara 5 tu kuliko ya kwetu. Aliongeza kuwa Marekani inatenga karibu 3.5% ya pato la taifa kwa ulinzi, wakati Uingereza inatumia karibu 2.3%. Kabla tu ya kuingia madarakani mwezi Januari, rais wa Marekani Donald Trump alitoa wito kwa washirika wa NATO wa Ulaya kuongeza matumizi yao ya kijeshi, akitoa wito kwa kila nchi mwanachama kutumia 5% ya pato la taifa kwa ulinzi. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza kuwa matumizi ya ulinzi wa Uingereza yangepanda hadi 2.5% ifikapo mwaka 2027, mapema kuliko ilivyopangwa. Wakati huo huo, nchi za EU zimetangaza mkakati wa ulinzi unaolenga kuvunja utegemezi wa usalama wa Marekani, huku Boris Johnson akisema kwamba hakuna namna nchi za Ulaya zitaweza kuikwepa Marekani. Johnson alitoa maoni kupitia barua kwamba hakuna mgombeaji wa kuchukua nafasi jukumu la Marekani kwenye bara la Ulaya. Hatupaswi kudanganywa kwa kufikiria tunaweza kuunda nguzo mbadala ya ulinzi wa Ulaya kama mbadala wa NATO. Nani angeongoza kitu gani kama hicho? Ufaransa, Uingereza, Ujerumani? Anaulizwa. Unapaswa tu kuuliza swali ili kuona tatizo, aliandika bwana Boris Johnson. Waziri mkuu huyo wa zamani wa kihafidhina nchini Uingereza amepongeza nyongeza ya bajeti ya ulinzi iliyotangazwa na London katika kile alichokiita mwanzo tu na hakuna kitu kama cha kutosheleza, lakini Uingereza inapaswa kupambana ili kuhakikisha inaendana na kile ambacho bwana Donald Trump anakieleza. Marekani inapaswa kuwa na nguvu kubwa ya ulimwengu wa magharibi kushikilia uhuru wa demokrasia haswa nchini Ukraine, Johnson alidai. Kulingana na Kiev, ni Johnson ambaye wakati huo alikuwa waziri mkuu ambaye alishawishi Ukraine kuendelea kupigana na kuvuruga mazungumzo ya amani ya mwaka 2022 na Moscow. Mapema wiki hii, rais wa Urusi bwana Putin alikumbuka kipindi hicho akisema kwamba washughulikiaji wa magharibi walifika na kushawishi uongozi wa Ukraine kuendelea na upinzani wa silaha hadi mwisho, kimsingi hadi Ukraine ya mwisho, kwa lengo la kusababishia Urusi ushindi wa kimkakati. Hivi sasa Moscow na Washington zinashiriki katika mazungumzo yanayolenga kutafuta suluhu la amani la mzozo huo. Endelea kuwa nasi, tutakujuza mengi ambayo yanajiri ulimwenguni. Naitwa Adam Hussein. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.